Ni vyema pia tuweke mkazo katika kusikiliza maoni ya wanawake, maoni ya vijana na makundi mengine maalum. Nilikuwa pale namgusia katibu mkuu, mimi binafsi nina passion kubwa sana na soft spot na watu wenye mahitaji maalum. Ona yenyewe nikawa nasema ni vyema huko mbeleni tuje tuangalie issue ya inclusion kwa watu wenye disability. Tunawafanyaje katika swala zima la upatikanaji wa maji? Tunawekea mifumo ya aina gani makundi hayo? Tukitambua kama mwanamke wa kawaida ana changamoto, iweje kwa mwanamke mwenye ulemavu? Iweje kwa mwanamke ambaye analea kaya ya watu wenye ulemavu? Kwa nadhani yenyewe ni wapi kama changamoto tukaliangalie, na kwa kuwa wadau wa maendeleo wako hapa, WaterAid, IUCN, Tanzania Nature Conservancy na wengine wote, naamini mtaungana mkono na serikali kupitia Wizara ya Maji kuangalia kundi hilo muhimu sana. Tanzania ilijiwekea utaratibu wa kuadhimisha wiki ya maji kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 Machi kila mwaka, na kilele cha wiki ya maji hufanyika tarehe 22 Machi, ambapo tunasherehekea na dunia nzima siku ya maji duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni maji na jinsia, na kwa kuzingatia hilo, mdahalo wetu wa leo ambao kimsingi unakuwa ni sehemu ya uzinduzi wa wiki ya maji nchini umebeba dhima ya maji na jinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mdahalo huu umeandaliwa kwa lengo la kuwaweka pamoja wadau ili kujadili nafasi ya jinsia katika upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira, pamoja na uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji. Bunge litaendelea kuhakikisha kwamba sera zinazotungwa pengine na marekebisho ya sheria yanazingatia sana usawa wa kijinsia, na hasa kuwapa nafasi akina mama ili wawe sehemu ya mipango, wawe sehemu ya maendeleo, ili sasa tunapokwenda mbele tuende mbele pamoja. Tutahakikisha kwamba maamuzi yote yanayofanyika ni maamuzi jumuishi yakihusisha jinsia zote na hasa wanawake. Tunaamini kwamba kupatikana kwa maji salama ni hatua ya msingi katika kufanikisha usawa wa kijinsia na kujenga jamii zenye ustawi. Kwa WaterAid, suala la usawa wa kijinsia ni moja ya mageuzi makuu kufikia maji kwa wote kila mahali. Tumekuwa tunaweka kipaumbele cha usawa wa kijinsia katikati ya miradi tunayotekeleza ikiwemo ya maji, kwa kutambua kwamba uwekezaji katika huduma za maji si tu suluhisho la kiufundi, bali ni kichocheo cha haki, heshima, usawa wa fursa na mabadiliko ya kijamii.